Ndugu msikilizaji wangu, tumepata muda mzuri, tunaweza kushare pamoja neno la Mungu kama ifuatavyo kutoka kitabu kile cha Mithali, ile sura ya 3 na ule mstari wa 5 na mstari wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Asubuhi ya leo tunapofanya tafakari ya neno la Mungu, ni wakati mzuri tupate kitu ambacho tunaweza tukatembea nacho. Biblia inatuagiza kutoka kitabu cha Joshua ya kwamba kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako. Anasema usome na kutafakari usiku na mchana. Kwa hiyo ni jambo zuri kwamba kila wakati tuwe na kitu cha kutafakari. Katika Mithali sura ya 3 na ule mstari wa 5, maandiko yanatuambia mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Kumtumaini Bwana ni tendo la kumngojea Bwana kutokana na ahadi mbalimbali, lakini pia kutokana na ule wema wa Mungu, fadhili zake na mambo kadha wa kadha. Kwa mfano tunaposoma katika Zaburi 121 tunamwona mtu mmoja Daudi anasema nitainua macho yangu nitazame milimani. Anauliza swali kusema, je, msaada wangu utatoka wapi? Anasema msaada wangu utatoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hiyo unaona kwamba anaonyesha tumaini juu ya Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Kuna kitu ambacho Mungu amepanga kufanya katika maisha yetu. Lakini pia tunaposoma katika Yeremia kuna mahali anasema ya kwamba ninajua mawazo ninayowazia ni mawazo ya amani. Unapopata kitu cha namna hiyo kinatuonyesha kwamba Bwana ana mawazo kwa ajili yetu. Kwa hivyo tunapozungumzia kutumaini, maana yake ni swala la kungojea. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Lakini swala la kutumaini maana yake ni kutegemea jambo fulani kutokea kutoka kwa Bwana. Sasa kwenye kitabu hiki cha Mithali maandiko yanasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Maana yake ni kwamba tunapaswa kutokutilia mashaka juu ya uaminifu wa Mungu. Kile Mungu amepanga kufanya, kile Mungu anatakiwa kufanya, maana yake tunapaswa kumtumaini kwa moyo wote. Mtumaini Bwana kwa moyo wote. Kinachofanya watu wengi wanashindwa ni kwamba huwa hawamtumaini Bwana kwa moyo wote. Mara nyingi kuna vishawishi vinajitokeza. Kuna mambo kadha ambayo yakitokea mtu anayumba, anatoka kwenye mstari. Kwa hiyo anakuja kukumbuka muda ukiwa umeenda. Kwa hivyo tabia ya kukaa kukosea na kujirekebisha, kukosea na kujirekebisha, ambapo kwa lugha nyingine tunaita kifafa cha kiroho, kinapelekea mtu ashindwe kupata msaada wa Mungu, ashindwe kupata wema wa Mungu, ashindwe kuona ahadi za Mungu zikitimia katika maisha yake. Kwa hivyo ili tuweze kufanikiwa katika mambo yote, kwa sababu andiko hili ni zuri hasa kwa mtu mwenye ndoto ya mafanikio na kufika mbali kwa ajili ya utukufu wa Mungu, lakini pia hata kwa ajili ya furaha yake mwenyewe. Unajua tunapofanikiwa ni utukufu kwa Mungu, lakini pia inatupa furaha na sisi wenyewe pia. Kwa hiyo anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Na mimi ningependa asubuhi ya leo nikuambie kwamba jitahidi kumtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Kuna watu watasema kuwa wanaweza, lakini Bwana peke yake anaweza. Mtumaini kwa moyo wako wote. Bwana akisema ni mwaminifu, kwa hivyo huna budi kumwamini kwa kila anachokisema, kwa kuwa yeye ni mwaminifu. Lakini pia anasema wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mara nyingi watu tunaposhindwa huwa tunaanza kutegemea akili zetu wenyewe. Akili tulizowekewa na Mungu ziko vizuri, lakini hazitoshi kufanikisha kila kitu. Kuna akili zetu zina kikomo, zina mwisho wake, zina mahali haziwezi kuvuka. Pale tunapokuwa tunaona tumefikia kikomo, tunapaswa kumtegemea sasa Mungu. Ni vizuri kumshirikisha Mungu, lakini pia kumtegemea Mungu afanye, na Mungu akifanya inakuwa jambo jema. Tunapoanza kutumia akili zetu wenyewe, maana yake tunajiondoa kwenye mstari. Kwa hiyo tunajikuta kama tumeharibu. Labda mfano ninaweza kutoa ni kama vile binti ameokoka na anaona siku zinazidi kwenda, na hisi kama anaachwa, anaanza kupata vishawishi vya watu mbalimbali, utakufa bila kuzaa, utakufa bila kuolewa.
mambo mengi yanazungumzwa kutoka kwa marafiki zake, pengine kutoka kwa ndugu zake, ama hata kwa wazazi wakati mwingine wanasema. Kwa hiyo maneno kama hayo yanaweza kupelekea kumvunja mtu moyo, akaamua sasa kutegemea akili zake mwenyewe. Lakini nakuonya na kukushauri binti yangu unayenisikiliza kwamba wewe mtumaini Bwana. Madamu umeumbika mtoto wa kike, ni mwanamke, maana yake siku zako zinakaribia, saa inatembea, saa ya baraka zako, saa ya ahadi zako kutimia inatembea, na nipende tu kukwambia kwamba mwaka huu ni mwaka wako. Kwa hivyo usisikilize mashauri ya watu, wakati mwingine wanaweza kutukosesha. Kitabu kile cha Zaburi sura ya 1, maandiko nasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Kwa hiyo kuna watu wasio haki ukikaa nao wanaweza kukushauri vitu vibaya. Unajua watu hutoa kile walicho nacho. Kwa hiyo ukikaa pamoja na watu wabaya watakuambukiza mambo mabaya. Tunaposoma kitabu pia cha Isaya kinatupa mfano wa jinsi ambavyo Isaya alikiri kwamba na midomo michafu, na anasema niko hivyo kwa sababu ninakaa katikati ya watu wenye midomo michafu. Kwa hiyo chunga watu naokaa nao, wanakushauri nini. Mimi ni mshauri wako mkuu. Ningependa nikwambie kwamba tamani sana kumtumaini Bwana. Watu wasikukatishe tamaa. Watu wasikwambie mambo ambayo wakati mwingine sio ya kweli. Mungu pekee neno lake ni la kweli. Biblia inasema mambo yote yatapita, lakini neno lake halitapita kamwe. Kwa anasema wala usizitegemea akili zako wala akili za hao wengine wanaokushauri. Lakini pia mstari wa 6 unasema katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Kwa hiyo ningependa mstari huo wa mwisho kwangu leo kwamba katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Umeandikiwa kufanikiwa kwenye kazi zako. Unapoona viashiria vya kushindwa, viashiria vya kupata hasara na kadhalika, mkiri Bwana katika njia zako, katika mbinu, katika mitindo yote unayoitumia kwa ajili ya kufanikiwa kwako, hasa mitindo iliyo mizuri. Mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Natazamia kwamba utafanikiwa kwenye kazi zako, utafanikiwa kwenye ndoto zako, utafanikiwa kwenye mipango ulionayo. Mungu yupo kwa ajili ya kukufanikisha. Ubarikiwe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya wakati mzuri. Namwombea msikilizaji wangu, Baba umtie nguvu anapokutegemea. Biblia inatuambia katika Isaya sura ile ya 3 mstari wa 26 ya kwamba utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Kwa hivyo atakapokutegemea, atakapokutumaini mtu huyu, hautamwacha, utamshika mkono na utamsaidia. Utukufu na heshima viwe vyako sasa katika jina la Yesu, amen. Ndugu yangu msikilizaji, nikutakia wakati mzuri sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Jina langu naitwa Pastor Fikirini Jonathan kutoka hapa jijini Tanzania, jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Ukiwa na swali lolote waweza kuwasiliana nami kwa msaada zaidi. Niko tayari kwa ajili yako. Mungu akubariki. Amen.